Shabash, ni mchana wa tariki 11 Juni mwaka 2026. Karibu katika maendelezo wa habari zetu za leo, ikiwa ni kutoka Kwetu News 24 Media ambayo inapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na inayokuletea habari za ukweli na za uhakika kutoka kwenye uwanja wa mapambano, ikiwa ni jimboni Kivu ya Kusini na jimboni Kivu ya Kaskazini. Karibu kwa mara nyingine tena msikilizaji, katika habari zetu hizi ambazo zitakueleza matukio mbalimbali ya vita yanayoendelea mashariki mwa DRC. Kama kawaida, ni kuombe usubscribe channel yetu, ucomment, utawanye kwa wengine pamoja na kulike ili uendelee kupata habari zetu pale ambapo tutakapozirusha angani. Msikilizaji, tuanzie jimboni Kivu ya Kusini ambako huko Minembwe hali ya usalama inaendelea kuteterika kabisa baada ya mashambulizi ya siku 3 mfululizo ikihusisha wapiganaji wa wazalendo na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC dhidi ya M23 wakishirikiana na jeshi la Rwanda, lakini pia Twirwaneho pamoja na Red Tabara. Habari hizo tumezipata hivi punde ambako zinasema kuwa baada ya siku ya Jumatano mashambulizi kuanza upya maeneo ya huko Mikenge yakitangulizwa na bomu za ndege isiyokuwa na rubani. Vita vikali viendelea kushuhudiwa maeneo ya huko Minembwe ukielekea hadi Rugezi ni ndani ya tarafa la Fizi kwenye nyanda zake za juu jimboni Kivu ya Kusini. Habari ambazo tumezipata hivi punde zinasema kuwa mashambulizi mapya yamezinduliwa tena asubuhi ya leo, ikiwa ni siku ya Alhamisi ya tariki 10 mwezi Juni mwaka 2026. Matokeo ya mashambulizi hayo hayajawekwa wazi na vyombo vya habari. Bado silaha nzito na nyepesi zinaendelea kusikika maeneo ya huko Minembwe. Jeshi la Taifa FARDC limeapa kabisa kuwafikisha mwisho M23 pamoja na washirika wake, tukitaja Rwanda pamoja na Twirwaneho, lakini pia Red Tabara wakiwa ni waasi kutoka maeneo ya huko Burundi. Wakati hayo yakijiri, msikilizaji, huko maeneo ya Mbayo, Kavumu, jimboni Kivu ya Kusini ndani ya tarafa la Kabare groupment ya Bugore, wazalendo wengine wanaendelea kukiwasha dhidi ya M23 wanaotaka kuyumbisha usalama pamoja na kukata njia ya kuelekea huko Minembwe, kusini mwa jimbo la Kivu ya Kusini. Kwetu News 24 ilizungumza na mmoja kati ya wazalendo wa eneo hilo la Mbayo huko Kavumu kwenye groupment ya Bugore tarafani Kabare, na kusema kuwa wanaendelea kufanya jitihada zote ili kuhakikisha kuziba nguvu za adui pamoja na kumuonyesha kuwa wao ni walinzi wazuri wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Huyo amesema licha ya kudaiwa kuwa na nguvu, M23 hawezi kabisa kubabaisha wazalendo wanaopatikana maeneo hayo kwa sababu wanatumika kwa nguvu kubwa wakiwa na ushirikiano wa kawaida kati ya wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tulizungumza naye moja kwa moja kwenye njia ya simu na kuweza kutueleza yafuatayo. Ndio, unaweza kujitambulisha tafadhali? Kujitambulisha, sie tuko groupe MDLC, tunatumika chini ya uongozi wa RAD coordination ya Bunyakiri. Ndio, kwa sasa unapatikana sehemu gani? Kwa sasa tuko Mbayo, ni milima iko pembeni ya Mulangala yulu ya Kavumu. Asante sana. Tungetamani tujue hali ya usalama kwa sasa kule maeneo ya Mbayo ikoje? Hali ya usalama ni ngumu kabisa. Tokea jana asubuhi mapande ya saa 12, yani 6 asubuhi, adui alipanda kumilima yetu ya karibu huku Mulangala, Mbayo, kama Kombe mpaka na Chibati. Ngambo zote walituvamia kabisa. Tulishinda mchana yote ya jana mapambano. Ndio, hizo sehemu ambazo nazitaja ni ndani ya province gani labda? Ni province ya Sud Kivu, territoire ya Kabare, ndani ya groupement Bugore. Bila shaka huko Kabare kunapatikana makundi mbalimbali ya wazalendo kama walivyotaja hapo, RAD inapatikana huko. Mambo yakoje? Mnakabiliana vipi na adui? Asante sana. Huku tunapambana na adui kwa kushirikiana pamoja na msaada ya FARDC
na kundi zingine za wazalendo, lakini yetu ni MDLC, yani Mouvement Décisif de la Libération du Congo, inaongozwa na Generali Imani Shabani Lwachani. Labda sehemu ambayo nyinyi mnapatikana na sehemu ambayo yuko adui ni kwenye takriban kilomita ngapi? Tuko karibu kabisa. Kama ni kilomita mingi naweza kuwa za 5 hivi. Na pale ambapo raia anapatikana, je, kuna raia ambao wanalindwa na wao wanasemaje, wana malalamiko gani? Hapa kuna raia raia zaidi wanapanda huku katika eneo ambazo tunadhibiti kwa kutoa malalamiko. Shukrani sana. Labda raia wa eneo hilo unaweza kuwatolea ujumbe gani? Asante sana. Raia wa eneo hii Kavumo, Katana, yani eneo hizo mbili, Katale na Kale, tunaomba wawe makini vita. Apre adui kuona esheki iko kiolela kabisa, kwa kuona kushindwa kwa vita, hasira narudi katika raia. Sasa tunaomba wakuwe makini sana kabisa wakati wa mapambano, wawe haraka kwa kusogea mbali, ili yale yasijitokeze mara kwa mara. Ndio maafa gani ambayo kutoka kwa hao maadui nyinyi kama vile wazalendo wa eneo hizo za huko Kale? Kuhusu mambo hayo tunafanya raporo kwa viongozi wetu ambao wanapatikana Bunyakiri. Sijui unanifuata? Nakusikiliza. Na maeneo ambayo mara kwa mara mambo haya yanajitokeza, sawa vile ambayo kiliyopita hata M23 kumrazi watu 5 baada ya kushindwa vita kabisa. Asante sana. Labda raia wa hizo eneo kwa kuweza labda kudenonsea adui pamoja na mambo mengine kama ya kuwasaidia nyinyi jeshi ambalo mnawalinda hayo maeneo, yanashirikianaje na nyinyi serikali? Asante. Raia wanatusaidia sana kabisa na kuwa huku kupitia nguvu na msaada wa raia pia, kwani wanatusaidia hata kwa kuchanga unga, wanapandisha huku na ujumbe na taarifa zozote ambazo zinaendelea kwa upande wa adui. Tunakushukuru kwa muda wako. Una kipi cha mwisho cha kuongeza kama vile ujumbe kwa serikali pamoja na viongozi wengine ambao watakupata kupitia vyombo vya habari? Asante sana. Kile ambacho tunaweza kuomba kiongozi Lwachani MDLC, ndio movement yetu, ni kusema serikali itusaidie kabisa. Sisi ambao tuko huku mbele kwa mapambano tunahitaji chakula. Tuna watoto vijana wengi kula na minisio, vifaa vya vita. Vijana wanajitolea kwa kupambana, ila watoe msaada wao. Shukrani sana, tunakushukuru kwa muda wako. Labda na mimi nakushukuru. Muda wako tunakushukuru sana. Labda yatakayoendelea upande huo mtakuwa mnatujulisha. Asante sana, tunashukuru na sisi pia kwa kutupokea. Hayo yanajiri namna hiyo wakati taarifa za vyombo vya habari na ujasusi zikieleza kuwa M23, wanajeshi wengi wa M23 walionekana wakizunguka eneo la huko kwenye nyanda za juu za tarafa la Uvira wakielekea eneo la Minembwe ili kuendelea kusaidia na wenzao ambao wanaendelea kupata cha mtema kuni. Msikilizaji wa Kwetu News 24, sina la ziada kwa siku ya leo, ni kuombe kusubscribe channel yetu, comment na kushare, lakini pia kulike ili uendelee kupata mwendelezo wa habari zetu. Habari zaidi kuhusu taarifa hizi ambazo tumekuja kukuletea hapa utazipata kwenye taarifa zetu za jioni. Kwaheri.